Uhali gani mwana familia, I hope uko poa kabisa. Karibu tena kwa mara nyingine kwenye hii channel yetu upendo. Basi niweze kukujuza yaliyo mengi ambayo yanaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kusitu, kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu upendo, basi chini ya video hii upande wa kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza hapo kisha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa umeweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia hai kabisa wa hii channel yetu upendo, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment, kuacha maoni yako kwa kile ambacho nitakuwa nimeweza kukujuza. Ni jambo ambalo ni la msingi sana bwana. Nadhani wengi tunafahamu kama Diamond Platnumz pamoja na Bibi Zuhura, wawili hawa ni wanandoa, japokuwa hapo awali haikuwa public, ilikuwa kama siri hivi, lakini baadaye kidogo tuliweza kufahamu kama wawili hawa ni wanandoa, kwa sababu picha kadhaa pamoja na video ziliweza kupostiwa na kusambaa huko kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha wawili hawa wakiweza kufunga ndoa. Kwa hiyo Zuchu bwana na Diamond Platnumz, wawili hawa ni wanandoa rasmi kabisa, wanatambulika kiserikali na kidini. Pia serikali yetu ya Jamhuri inafahamu hilo, lakini pia dini yao ya Kiislamu inatambua hilo kama Nasib Abdul ndiye mume halali kabisa wa Bibi Zuhura. Na chini ya kapeti za uvunguni zinasema kwamba Zuchu bwana ni mjamzito. Zuchu ana kibende, ana mimba Diamond Platnumz. Ndio habari tuliweza kuzipata kupitia Baba Levo, kama mtu ambaye yupo karibu sana na familia nzima WCB, kwa kuna baadhi ya mambo anakuwa anayafahamu. Kwa hiyo Baba Levo kwenye moja interview aliweza kuulizwa hilo swali kwamba kweli Bibi Zuhura ni mjamzito kama ambavyo watu wamekuwa kizungumza kwenye mitandao ya kijamii, au ni uvumi tu ambao inabidi tupotezee. Lakini Baba Levo aliweza kusema kwamba kweli Bibi Zuhura bwana ni mjamzito. Mama yake Zuchu bwana huyu ni mjamzito. Tunafahamu Baba Levo anamuitaga Diamond Platnumz Lukuga kama baba yake, lakini pia kadhalika Bibi Zuhura kama mke wa Diamond Platnumz basi atakuwa mama yake. Aliweza kusema kwamba mama yake huyo Bibi Zuhura bwana Zuchu kweli ni mjamzito kama ambavyo watu wamekuwa wakidai, sio uvumi tu ambao inabidi tupotezee. No, hizo habari ni za kweli kabisa. Kweli Zuchu ana ujauzito, ana mimba hiyo ya Diamond Platnumz, na siku za hivi karibuni anatarajia kujifungua. Lakini huyu Baba Levo bwana kuishia hapo tu, alifika mbali zaidi na kusema kwamba huyo mtoto ambaye Bibi Zuhura anatarajia kujifungua ni mtoto wa jinsia ya kiume. Ndivyo ambavyo Baba Levo aliweza kusema hivyo. Nadhani nafahamu kama kuna vipimo ambavyo vinaweza vikatusaidia tuweze kufahamu kama mtoto ni wa jinsia gani, lakini pia mtoto ameweza kukaeje tumboni, kama amekaa vibaya basi utaratibu mwingine uweze kufanyika, basi kuweza kunusuru uhai na maisha pia mama yule mjamzito, vitu kama hivyo. Kwa hivyo Baba Levo aliweza kusema kwamba kweli huyu Bibi Zuhura bwana ni mjamzito, na siku za hivi karibuni anatarajia kujifungua huyo mtoto wa kiume. Japo kwa Bibi Zuhura hilo swala lake la yeye kuwa mjamzito hakutaka liweze kuwekwa wazi, alitaka liendelee kuwa siri tu, kwa sababu kwenye moja interview aliweza kuulizwa hilo swali kwamba kweli wewe ni mjamzito kama ambavyo watu wamekuwa kidai hivyo, au ni uvumi tu ambao inabidi tupotezee. Lakini Bibi Zuhura aliwaacha njia panda, aliwaacha dilema wale waandishi wa habari, kwa sababu jibu ambalo aliweza kulitoa halikuwa direct. Aliweza kusema kwamba kwa wakati huo siwezi kulijibia hilo swali, naomba tuliache kama lilivyo, lakini inshallah kama tutapata mtoto basi mtaweza kuona vitu kama hivyo. Lakini yeye kuwa na ujauzito akutaka wale waandishi wa habari, lakini pia Watanzania kwa jumla waweze kufahamu. Japo kwa Baba Levo baadaye kidogo aliweza kutujuza hayo kwamba Zuchu ni vile tu anataka kuficha watu wasiweze kufahamu, lakini ukweli ni kwamba kweli Zuchu ni mjamzito, ana mimba Diamond Platnumz. Tunafahamu moja ya ndoto kubwa sana Bibi Zuhura ni kuwa na Diamond Platnumz kama mume, lakini sio hapo tu, kuweza kutengeneza familia, kuweza kuzaa watoto, vitu kama hivyo. Ndio maana ameweza kumshikia huo ujauzito. Tunafahamu moja ndoto kubwa sana Bibi Zuhura ni kuwa na Diamond Platnumz. Tunaweza kuona vile ambavyo ameweza kupambana sana kuhakikisha basi mahusiano yao yanafika pale ambapo yameweza kufikia, kwa sababu halikuwa swala ambalo ni jepesi kufika pale ambapo wameweza kufikia. Japokuwa kuna changamoto kubwa sana ambayo Bibi Zuhura ameweza kuja kwenye mitandao ya kijamii na kufunguka mazito sana ambayo anapitia kwenye ndoa yake yeye na Diamond Platnumz, sivyo vile ambavyo alikuwa anatarajia. Alikuwa anaamini kwamba akiweza kufunga ndoa na Diamond Platnumz, akiweza kumbebea ujauzito, basi ataweza kuishi maisha furaha na mwanaume wa ndoto zake, lakini mambo yamekuwa vice versa kabisa bwana. Inahuzunisha, inasikitisha vibaya mno. Bibi Zuhura bwana anapitia mazito magumu ambayo hata wewe mwenzangu ukiweza kuyasikia hapo mbele ya video hii, basi utaweza
kushangazwa kwa kiasi kikubwa sana. Nafahamu Bibi Zuhura bwana ameweza kupambania sana yale mahusiano mpaka pale ambapo ameweza kufikia. Anampenda sana Diamond Platnumz, lakini amekuwa ni mtu ambaye anapigwa matukio, anafika time ana give up kabisa. Japokuwa hapo awali ameweza kupambania sana ile ndoa, lakini bwana inafika time anatamani kunyosha mikono juu kwa sababu ya yale ambayo anayapitia. Tunafahamu Bibi Zuhura amepambania sana ile ndoa mpaka pale ambapo imeweza kufikia. Tumeweza kuona vile ambavyo alikuwa anakutana na changamoto nyingi, vigingi kadha. Watu walikuwa wanamuita majina ya ajabu kama vile King'ang'a, King'ang'anizi. Ni mtu ambaye anamngangania Diamond Platnumz, anajipendekeza tu, ingali Diamond Platnumz hampendi hata kidogo. Ndivyo ambavyo watu walikuwa wakisema hivyo. Lakini mbaya zaidi, ndugu wa karibu wa Diamond Platnumz ikiwepo Mama Dangote, mwenye mtu ambaye alibidi awe wa kwanza kabisa kuweza kuappreciate kitu ambacho kijana wake Diamond Platnumz anakifanya, lakini ndiye mtu ambaye alikuwa mstari wa mbele kabisa kuweza kumkataa huyo Bibi Zuhura na kumwona ni mwanamke ambaye hafai hata kidogo. Alikuwa anafika time anamtamkia kauli mbaya na kusema kwamba ipo siku tu utaweza kuachana na mwanangu huyo, hakufai hata kidogo, haumfai, wewe sio mwanamke wa aina yake. Ndivyo ambavyo huyu Mama Dangote aliweza kusema hivyo. Lakini Zuchu licha yote hakuweza kukata tamaa. Alikuwa anaamini kwamba ipo siku atakuwa na Diamond Platnumz kwenye ndoa na kuweza za watoto, vitu kama hivyo. Ndio maana hata akaweza kufanyaje kumshikia huo ujauzito. Lakini mambo yameweza kubadilika kwa kiasi kikubwa sana, sivyo vile ambavyo alikuwa anatarajia. Kama ambavyo siku zote anasemaga bwana, dalili ya mvua ni mawingu. Dalili ya mvua ni mawingu, kwamba ukiona mawingu yameweza kutanda huko angani, basi jua fika muda wote na wakati wote, saa yote, dakika yote, ile mvua inaweza kushuka. Kwa hiyo inabidi ujitahadharishe na hiyo hali ya hewa. Lakini Zuhura bwana hayo yote hakuweza kuyaona hapo awali, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anakataliwa na ndugu, lakini pia hata watu wengine walikuwa wanasema kwamba hana sura nzuri, hana shape, hana maajabu, hana hadhi ya kuwa na Diamond Platnumz. Diamond Platnumz hampendi hata kidogo, ni vile tu ni kama anamuonea huruma. Lakini Zuchu licha yote kuambiwa hakuweza kufanyeje kuwa na jicho jingine la kuweza kutazama kwamba hichi kitu ambacho mimi najitosa kwenye hichi kitu, basi matokeo yake yanaweza kuwa ya aina gani, ndicho ambacho anaweza kujutia hivi sasa. Bwana ndoa yake imekuwa chungu kwa kiasi kikubwa sana. Ameweza kusema kwamba bwana imefika time huyu Diamond Platnumz anamwambia kwamba ule ujauzito ambao ameweza kumshikia basi aweze kutoa. Nafika time anazifumania message za wanawake wengine, anaongea na simu mbele zake. Ni dhahiri kabisa ni mtu ambaye anamdharau huyo mwanamke, kwamba ni mwanamke ambaye hafai vitu kama hivyo, kitu ambacho Bibi Zuhura bwana disappoint kwa kiasi kikubwa sana. Sasa hili swala bwana limeweza kufika moja kwa moja kwa mama mke huyu wa Diamond Platnumz, huyu Mama Bibi Zuhura, huyu Hadija Kopa. Ameweza kusema kwamba kama umeweza kumwambia Diamond Platnumz, kama umeshindwa kuishi na binti yangu, naomba umrudishe tu, naomba umwache afanye maisha yake. Kama huo ujauzito basi tunaweza kuulea mpaka pale ambapo ataweza kujifungua huyo mtoto, lakini hayo mambo ambayo unamfanyia binti yangu mimi sijapendezwa nayo hata kidogo. Naomba usimfanyie hivyo vitu. Kama umeshindwa kuishi naye vizuri kwa amani, basi naomba umrudishe mwanangu. Ndivyo ambavyo huyu Bi Hadija Kopa ameweza kusema hivyo, kitu ambacho kimeweza kuzua taharuki sana, kwa sababu hata Mama Dangote ameweza kuja na kujibu hayo mashambulizi ambayo mama mwenzia ameweza kuyaleta huko kwenye mitandao ya kijamii, na kusema kwamba huyo binti yako kwanza aliweza kujipendekeza tu kuwa na mwanangu, lakini ni dhahiri kabisa huyo mwanao hapendi hata kidogo, na nafahamu hicho kitu, lakini aliweza kujing'ang'aniza tu na matokeo yake ndio haya. Lakini mimi wanasemaga mdomo unaumba, sikuwa namtabiria mabaya, lakini mimi niweza kumsii tu kama binti yangu, kama mwanangu, kwamba huyo mwanangu basi ipo siku utakuja kulia machozi ya damu, lakini huyo binti yako hakutaka kusikia. Ndivyo ambavyo huyu Mama Dangote ameweza kusema hivyo, kwamba Zuchu alijing'ang'aniza tu kuwa na Diamond Platnumz, lakini hata yeye aliweza kumkatalia na kumkanya na kusema kwamba huyo kijana wangu, mwanangu huyo, mimi namfahamu vizuri kabisa, nafahamu kabisa wewe hakupendi hata kidogo, ipo siku utaweza kujutia hayo maamuzi ambayo unayafanya. Ndivyo ambavyo huyu Mama Dangote ameweza kusema hivyo. Bwana mambo ndivyo yalivyo. Una maoni gani juu ya hilo? Wacha comment hapo, make sure drop comment yako ili basi tuweze kwenda kwa zuri kabisa. Lakini nikukumbushe tu kwa mara nyingine, kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu Upendo, basi na uja subscribe chini ya video hii upande kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza hapo kisha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo tu
utakuwa umeweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia hai kabisa wa hii channel yetu Upendo, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment kwa maoni yako kwa hicho ambacho nimeweza kukujuza. Ni jambo ambalo ni la msingi sana bwana. Mambo ndivyo yalivyo. Mpaka hapo mimi sina la ziada, nikutakia wakati mwema na tukutane next time, na kwaheri, bye bye.